Hili pambano linapigwa Kiela Kiela mjini. Na ukiangalia hali ya hewa ya Kiela na Morogoro moja ya mazao ambayo yanalimu sana ni mpunga. Hata Kiela mpunga unalimu. Kiela mpunga. Kwa ni mule. Sidhani kama Mandonga anaweza kasingizia kwamba eneo ambalo wameletwa labda lina joto sana. Wakati yeye amekulia Morogoro ambako pia wanalima mpunga. Kama mbu zipo kote. Na mvua yenyewe ameiona usiku kucha imenyesha. Kwa hiyo hilo alimshtui sana. Bwana Mandonga, karibu sana. Hii ni Kiela FM na najua nasikika maeneo mbalimbali sasa hivi. Watu wa Songwe wanakusikia, watu wa Mbeya mjini wanakusikia, kwa maana Mbeya kwa ujumla, bila kusahau Njombe kule wanakusikia vizuri. Najua Njombe mai kwenda Makambako kule. Kwa hiyo unajua hali ya hewa namna ambavyo ilivyo. Ruvuma kule wanakusikia vizuri sana. Kwa hiyo na hapa Kiela mjini mitaa yote wanakusikiliza vizuri kweli kweli. Bwana, karibu sana Kiela FM bwana. Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza nimefika salama salimini. Na hapa sasa niko Kiela FM. Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi. Ukinipiga kama nimekupiga na nimekupiga tu. Yaani Mandonga si haifeli katika kazi. Bwana wewe. Kwa sababu Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Promoter Bonsasu ameweza kuniandalia fight ndani ya Kiela, lakini kaya kijua kabisa hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Wewe bwana. Kwa huyu Mwakibete ni mkate mgumu, lakini mbele ya chai utauma. Mwakibete yani ugumu wake wa ule mkate ukiweka kwenye chai unakuwa laini tu, wala haina usumbufu. Mandonga bwana. Kuna mkate ule wa kikinga ule kwenye majivu ule. Yaani hata uwe mkate wa ndizi, ule mkate wanasema wenyewe kimenyashusa mkate pa matoki. Si mkate wa Mbaraga unakuwa laini tu. Kwa sababu Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi. Na mimi nijiandaa kikazi zaidi. Kwa sababu siku zote wanasema hivi, ukitaka kujikojolea jikojolea wakati wa mvua, usijikojolea wakati wa jua kali. Sasa Alex Mwakibete amejikojolea wakati wa jua kali. Kwa hiyo watu watamuuliza, bwana niomba umeloana vipi? Sio na mvua. Na mvua watu wangejua amenyeshewa na mvua. Kila mtu asingemuuliza kaloana na mvua yule bwana. Lakini sasa ameharibu hali ya hewa kipindi ya jua. Watu wanamuona sasa. Bwana Mandonga bwana, unashtua watu sasa. Hii lazima washuke watu kikazi zaidi, kwa sababu Mandonga mtukazi nimekuja na slogan mpya, kwa sababu kila pambano langu mimi nakuja na slogan mpya. Ngumi nimemletea Alex Mwakibete. Hii inaitwa Onyonyo Okononze. Inaitwa Onyonyo Okononze. Hii ngumi ni hatari sana kaka. Irudie tena mara 3. Hii ngumi inaitwa Onyonyo Okononze. Mara 4. Onyonyo Okononze. Ambapo ngumi hiyo sasa anakutana na Alex Mwakibete tu. Yaani lazima apate ugonjwa wa kiharusi. Anakuwa anatemeka kama anacheza nyimbo ya mapenzi hisia ile. Sasa Mwakibete anataka anzi hapa shughuli. Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi. Yaani uko tayari kulianzisha humu ndani. Nasemaje, Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi. Yaani kama nilivyokuambia, ukinipiga kama nimekupiga. Kokote Mandonga moto na waka tu. Kwa sababu Mandonga yuko kikazi sehemu yoyote. Ndio maana kaitwa mtukazi. Mwakibete shughuli hiyo. Umeiona hiyo? Mbona kama unatetemeka? Mandonga, wewe ni miongoni mwa mabondia ambao umezunguka maeneo mengi kama Maseba alivyosema awali. Umezunguka maeneo na umekutana mabondia tofauti hapa nchini Tanzania. Na umekuwa na ngumi umekokizita katika majina tofauti. Hata leo pia umeipa majina. Onyonyo Okononze. Onyonyo Okononze. Onyonyo Okononze. Hiyo ngumi inaitwa hivyo. Hii ngumi inamletea madhara Alex ya ugonjwa wa kiharusi. Lakini bondia Mwakinyo wengi wanaweza kawa na Mandonga. Wengi wanajiuliza katika mapambano ambayo umekutana nayo mara nyingi umekuwa haushindi. Tatizo ni nini? Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi. Mimi ni bondia wa kwanza duniani ambao yeye anachukua ubingwa hata akiwa amepigwa, kwa sababu washabiki wangu wenyewe wako na mimi mpaka waniulie ulingoni. Kwa hiyo Alex Mwakibete asipigane kama kamfumania mtu. Anatakiwa apigane aniulie ulingoni ili mimi nipate washabiki mpaka daima milele. Kwa utaanzia kwa huyu leo. Yaani chap kwa haraka, kwa sababu Mandonga mtukazi anaga mambo ya kupopoa. Watu wa Kiela hawezi kupoa. Yaani leo nasema kabisa pale 47 nasema hivi, waje waangalie shughuli inayotokea Kizarazara na Kinyala Pembe. Yaani ambulance tuiandae pembeni leo. Kwa maana yake mgeni rasmi mkuu wa wilaya ina ambulance pale. Yaani aje na ambulance, mkuu wa ulinzi aje na ambulance. Yaani bila ambulance anaweza kasikitika sana kwa sababu inayotokea hajategemea. Okay. Sawa. Kwa hiyo maana yake
kwa wale ambao wanasikiliza na wamefuatilia sana yale mapambano yako na nini, ambao wamekuwa kijiuliza kwamba amekuwa ashindi kwenye mapambano tofauti, leo utaanzia kwa Alex Mwakibete. Yaani ndio festival wanasema kama Mandonga mtoto wake wa kwanza ndo kampata leo. Sasa Mandonga pambano lake la kwanza, yani leo anamaliza mapema sana, yani bila usumbufu aina yote. Ndio maana nimeomba kabisa mkuu wa ulinzi atusaidie kutuletea ambulance pale ili asimpe shida sana Mwansaso. Na nimwambia kabisa Mwansaso, bwana nakuja Kiera hii. Nadhani nilikuja Kiera kwa mara nyingi lakini sasa nimekuja kikazi zaidi. Yani nimekuja kikazi zaidi. Na kipigo anachokutana nacho Alex Mwakibete kama amenulia mamangu. Yani kipigo kibaya sana sasa. Ni kama unamtisha hivi. Yani hiyo ina vitisho, kuna maneno alafu kuna matendo ya kazi. Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Maneno yanatoka mdomoni alafu kazi itaonekana ulingoni pale. Kipigo kinamhusu tu. Hataki tunampiga, anataka tunampiga leo. Hapa katikati pia inaonekana kama haujaenda kwenye mapambano tofauti. Katikati kama kuna utulivu fulani ambao umetokea. Shida ilikuwa ni nini? Kwamba hamna mapromoter ambao walikuwa nakuita kwa maana kwenda kwenye mapambano, au wewe mwenyewe uliamua kunyamaza kwamba yes, nipumzike Mandonga mtukazi, niendelee na shughuli zingine nje ya masuala ya ngumi? Mimi sijawahi kupoa, namshukuru Mwenyezi Mungu toka nipoingia katika tasnia ya mchezo wa ngumi. Sijawahi poa. Yaani unapoa watu walivyovaa habari kama nyinyi Kiera FM muamue kupoa. Ndo jinsi watu wengi walikuwa wanatuona kupitia Azam TV. Azam akapoa. Lakini Mandonga mtukazi mpaka alitoka alipopoa Azam, Mandonga mpaka sasa hivi nimecheza mapambano matatu na nimecheza la 4. Kwa sababu nimecheza sehemu nyingi, nimecheza Kahama, nimecheza Tanga, nimecheza kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Ruangwa Lindi. Ya. Na Ruangwa nimecheza mwezi wa 4 tarehe 1 hapo. Kwa hiyo ina maana sijawahi kupoa Mandonga mtukazi. Na hivi sasa nimetoka baada ya Ruangwa ndo nakuja kukutana na kiongozi wa Sasu promoter amenileta Kiera sasa. Bana amezungumza hapo swala la Azam TV. Nafikiri ni moja vitu ambavyo tuvizungumze kidogo hapo. Imeonekana dhahiri shairi kwamba kupoa kama ambavyo umezungumza au kuto kuoneshwa tena kwa mapambano kwenye ardhi yetu ya Tanzania imekuwa na athari kubwa mno kwenye tasnia ya mchezo wa ngumi, ambao ilikuwa inaonekana ni mchezo ambao unakuja kwa kasi kubwa sana na ulikuwa unachukua mashabiki wengi sana. Sasa kwa hii kupoa kwake, na amezungumza Benzo hapa kwamba ni kama ulipoa, lakini kumbe ulikuwa unaendelea na mapambano. Tafsiri yake ni kwamba kuna watu wengine pengine inawezekana nao wanaamini kwamba kweli wewe uko unacheza mapambano kwa sababu hayaoneshwi. Sasa swali langu ni hii kupoa kwa hii ambayo umezungumza, mtu alikuwa anaonesha mapambano, kumewaathiri kiasi gani hasa ninyi mabondia? Kwa kweli imetuathiri kiasi kikubwa sana, kwa sababu Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi. Namshukuru Mungu Tanzania nzima walitujua, wengi wametujua kupitia Azam TV. Na kuna sehemu sitarajii kufika kesho wala kesho kutwa, lakini watu wamemjua Mandonga mtukazi kwenye Azam TV. Akitangaza ngumi ya Ndoige, Mandonga akitangaza ngumi yake ya Peresu, akitangaza ngumi ya Sugunyo. Yani ngumi zote alikuwa anatangaza Mandonga mtukazi. Ina maana alikuwa anazipata sehemu ambayo hatujatarajia kama pambano litapelekwa lini na siku gani watafika. Kwa sababu kama ukiangalia hizo sehemu nazokutajia, kwa mfano kama tukiangalia Kahama. Kahama mimi sijawahi fika kucheza pambano. Walikuwa wananiona kwenye TV ya Azam. Kwa hiyo nilipofika Azam walipoacha kuonyesha, nilipofika nilikuwa na shangwe kubwa mno, kwa sababu watu walikuwa wanaona matukio yangu kwenye Azam TV. Alafu kutoka hapo vile vile Ruangwa kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa sijawahi fika toka nzaliwe na sijawahi pigana. Kwenda kupigana kule watu walinipokea kwa shangwe kubwa mno, lakini niliamini kabisa watu wanaona kwa Azam TV kupitia Azam. Kwa hiyo toka Azam TV jamaa alifungulia hiyo sema swala kesi ya vitasa sio nini idea yake, ikawa sisi kiufupi sio kama ngumi zimelala, yani ngumi zimekufa. Zimekufa kabisa, kwa sababu sasa hivi anamjua Mandonga, anasema Mandonga ngumi ya chezi tena, amestaafu ngumi. Kwa sababu hawaoni vile vituko, hawaoni yale matangazo. Kwa hiyo Azam ni mtu ambaye alikuwa atupigia promo kiasi kikubwa sana, na mpaka sasa hivi kilo chetu kikubwa sana tunachulia kwa Azam TV. Tunamlilia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia. Tunaomba rais wetu aweze kutusaidia sisi vijana wake
kama sasa hivi inavyosikika Kiela FM, basi kwa tunaomba na Azam TV ionekane kwa bidii inaonyesha matamasha ya ngumi, ili sisi tuendelee ajira yetu kupata ajira kwa bidii. Hapana shaka itafika na watafanyia kazi. Nitarudi baadaye kidogo kuuliza kutoka kwa mwandaji naye changamoto zao. Lakini nikikutazama hapa Mandonga, una mchoro au tattoo kama ya Mike Iron Tyson, na pengine unaweza ukatujuza kidogo kwamba ni mtu ambaye au ni role model wako kwa kiasi gani, na ni vitu gani ambavyo pengine watu wa Kiela ambao wanataka wanamfahamu Mike Tyson kupitia kwenye mapambano tofauti, vitu vyake tunavifahamu sisi, wataraji vitu gani kutoka kwa Mike Tyson baadaye kwa bwana Mwakibete? Yani mimi Mandonga Mtukazi, yani katika mchezo wa ngumi yani kutoka maoni kwangu kwa ngumi kwa sijui maana ngumi ni nini, lakini nilikuja kustukia tu kuna mtu mmoja anaitwa Mike Iron Tyson, yani akionyesha mchezo wa ngumi duniani huko Marekani. Alikuwa anaonyesha mchezo wa ngumi, anampiga mtu kwa haraka, dakika 2 kampiga mtu, dakika 2 KO kamaliza pambano. Sasa tukua ni mtu ambaye alikuwa anateseka sana kumfuatilia Tyson. Unajua kwa Ulaya wenzetu wanacheza usiku huko Marekani. Sisi kwetu huku alfajiri hiyo. Tulikuwa tunasubiria ngumi mpaka saa 11 asubuhi. Kwenye banda huko kutoka saa 12 jioni, saa 1, saa 2, saa 5, saa 6, saa 8, saa 10, saa 12. Pambano la Tyson linaonyeshwa. Tukijua sisi Tyson ndo anapigana kule. Kumbe kule alishamaliza shughuli mapema na watu walishalala na watu ndio wanaamka wanaenda makazini, sisi ndio tunapata kuona. Kwa kweli mimi ni mtu ambaye nilimpenda sana bondia huyo duniani. Yani Mike Iron Tyson ni ngumi kiasi kwamba nataka kumpenda, sema kwa sababu yuko duniani nilishindwa kumfikia tu na kumshika mkono. Kwa hiyo mimi nilitoka kupenda ngumi kupitia kwa Iron Mike Tyson. Kwa hiyo mimi role model wangu duniani ni Iron Mike Tyson. Nampenda amna mfano. Okay. Kuna vitu pengine tutaraji kuviona baadaye pale 47 ya Mike. Nimekuambiaje? Yani yale mambo ya Tyson watu walikuwa wanatafuta. Walikuwa wanauliza huyu Mandonga, mbona tattoo alopiga hii? Anaonekana amepiga tattoo ya Iron Mike Tyson. Nikamwambia hivi, namba yake anayotumia Tyson ndio namba yangu nitaitumia mimi. Kwa hiyo wengi waliona ngumi za awali za mwanzo, sio ngumi ya sasa utaiona. Sasa hivi lazima waione ngumi ya Snake kweli, mtu mbadi. Yani Iron Mike Tyson wa Tanzania, Kali Mandonga Mtukazi. Bwana swala ndio maana nakwambia hata huyu Mwakibete kwamba kitu anachokutanacho bwana Alex Mwakibete, mimi mpaka jina nimembatiza tayari. Jina mpya. Anaitwa nani? Yani Alex Mama Mwakibete. Alex Mama Mwakibete. Kipigo lazima kimuhusu tu. Sasa yuko jirani hapo, mnaweza kalianzisha. Yani hapa ndo jikoni. Biriani, pilau, ugali, ndizi kuchemsha kwa huko wanaita pa matoki sio Mbaraga, pa Masokera, hapa ndo jikoni. Mandonga Mtukazi ni mtu wa kazi. Yani kaa ukijua ukinipiga kama nimekupiga na nimekupiga ndo slogan yangu. Kwa sababu mimi naongea sana na wadau, naongea sana na washabiki, fans wangu ngumi. Kwa hiyo ila kwenye ngumi sasa kaka mambo ya Tyson namezaliwa tena Tanzania. Mandonga Mtukazi niko hapa. Yani mtu ambao kukataa ngumi, kukubali ngumi, kufanya yani mambo yote yale manufa utayaona. Ndio maana nimwambia Kizanazana na Kenyala Pembe leo muje muangalie mambo pale, sio la kuuliza hapo. 47 kuna mambo ya hatari sasa. Mpaka 10 sio mchezo kaka. Sawa, mtu anakuambia bwana imetoka 10 mpaka 100. Ndio Mandonga Mtukazi. Mimi nimekuwa icon kubwa sana katika mchezo wa ngumi. Yani katika mchezo wa ngumi nimewekea hamasa kubwa sana Tanzania. Na mchezo wa ngumi mimi ndio nilosababisha ngumi ziamke. Wasiopenda ngumi wanapenda ngumi. Na hilo swali lilikuwa sijui, mwisho wa siku mpaka nikaja nikalitambua. Na ngumi ilinibadilishia maisha kutoka nikakupiga debe. Nikaachana biashara ngumi, nikahamia kwenye kupanda mandege. Na ngumi imenibadilishia maisha kutoka hatua moja kwenda hatua 10. Kwa sababu gani? Nimeweza kumiliki magari. Sawa, kwa sababu sasa hivi hata hapa Kiela sijakuja kwa miguu. Nimekuja na usafiri wangu huko nje Kiela FM hapo. Ila mimi sio Mluguru jua. Kwa hiyo huwezi kuongea Kiluguru? Mimi sio Mluguru, mimi ni Mbantu, ni South Africa. Mimi Madiba kaka. Mimi Zunatari yani.
Yaani mimi Madiba kabisa. Kwa Kiluguru uwezi kabisa. Mimi ukiniambia amigo shabe, muntu dinyo muntu, kunja ni mfeto, ando niko hapo. Kwa hiyo mimi asili yangu, yani kwa sababu baba yangu mimi, yani marehemu baba yangu, yeye alikuwa baba yake, babu yangu mzaa baba, alikuwa South Africa. Kwa hiyo baada ya kugomania uhuru wa South Africa, ilipotokea ile ambushi, Mandela alipokwenda jela, babu yangu alikimbia South Africa, akahamia Msumbiji. Msumbiji ikawa hali ngumu, akazaliwa baba yangu, akakimbia, wakaja Mtwara. Kuja Mtwara, baba yangu akasoma Mtwara, baadaye akawa dereva train ya kati ambayo inatoka Dar es Salaam Kigoma. Kwa hiyo alifika wilaya moja ya mkoa Morogoro, kuna wilaya inaitwa Kilosa, ndo alipokutana na mama yangu mzazi. Kwa hiyo mama Msagala, baba yangu South Africa. Bwana. Mandonga huyo. Lakini Mandonga swala la kizushi kidogo. Ichukue hii maki. Ichukue. Inasemekana kwamba wewe ni mwanajeshi kweli? Mimi sio mwanajeshi. Yaani mimi sio ni jeshi la kulinda nchi, ila mimi mtu kazi. Kama ulivyosikia marais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu baba hayati John Pombe Magufuli alikwambia hapa kazi tu. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano mama Samia, kwa watu ambao wanasikia au maneno vipi unawaambia nini? Anawaambia wawe na umakini katika taifa letu la Tanzania, kwa mtu maneno anayotamka wasije ukatamkiwa neno la uongo ukaliambia la ukweli. Ila nachowaambia ndugu zangu wakawa wakijua Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi, na hapa niko Kiela FM na nawatambulisha wote wanaosikiliza redio ya Kiela FM. Bwana Kiela FM leo wanatuwakilishia jambo letu kwa mtu aliyekuwa mbali, au ujumbe umfikie kirahisi kwamba wajue kabisa Mandonga yuko Kiela na leo ndo kinawaka na Alex Mwakabete. Basi ni hilo tu. Sawa. Kuna mtu akasomea ujumbe hapa. Yuko Eleje anasema huyo naye msikia ni Mandonga huyu. Ndo Mandonga. Bwana ni Mandonga huyo. Mimi nafikiri tu shukrani sana Mandonga, shukrani sana Alex